Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa channel ya Gobre TV, kama ndio mara yako ya kwanza kufuatilia channel hii, na kuomba usiache kusubscribe, gusa kitufe chekundu kilichoandikwa neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata mafundisho haya. Ndugu mtazamaji, leo hii ninakuletea mafundisho ambayo ni muhimu sana katika maisha yako. Na haya mafundisho ukiyafuatilia yatakuokoa wewe pamoja na familia yako. Kwa hiyo naomba uwe makini sana kuyafuatilia, weka akili yako katika mafundisho haya. Jambo la kwanza, usitangaze furaha ya ndoa ulionayo kwenye mitandao ya kijamii. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji, watu wengi wanafeli pale tu ambapo wanatangaza ndoa yao, furaha walionayo ndani ya hiyo ndoa, kwa sababu wanashindwa kuelewa ni watu wangapi wanawafuatilia kwa nyuma, ama wana maadui wangapi wanawafuatilia juu ya hiyo ndoa yao. Kuna watu wakikaa wanafikiria kubomoa ndoa za watu, hasa wakiziona ndoa hizo zikiwa na furaha. Kwa hiyo kama wewe ni mmoja wapo wa watu ambao wanapenda kuposti mambo yao kwenye mitandao ya kijamii, ninakuomba uache mara moja, kwa sababu unajitengenezea maadui wengi wenye nia mbaya kwa ajili ya hiyo ndoa ulionayo. Jambo la pili, usitangaze kwamba sasa una mimba kwenye mitandao ya kijamii. Ndugu mtazamaji, katika maisha yako, hasa wewe mwanamke, usipende kuposti picha ikionyesha kwamba sasa wewe ni mjamzito, ama kwa kuonyesha tumbo lako, ama kwa kuonyesha ishara yoyote kwamba sasa wewe ni mjamzito, kwa sababu kuna watu ni wengi wanafuatilia kuhusu maisha yako. Haujui ni wangapi wanakuchukia. Kwa hiyo wakishaona tu wewe ni mjamzito, watatengeneza hila kwa ajili ya kuharibu huo ujauzito wako au kuiharibu ndoa yako ili uweze kuishi peke yako. Kwa hiyo naomba uwe makini sana katika jambo hilo. Usipende kuposti mimba yako. Jambo la tatu, usitangaze mafanikio ya mtoto wako kwenye mitandao ya kijamii. Watu wengi wanapenda kuonyesha sifa ama kuwaelezea watoto wao kwa watu kuhusu mafanikio yao. Mtoto wako amekuwa wa kwanza darasani, unaenda kuwatangazia watu kwamba nina kidume, au binti yangu ni kinara. Wewe hujui kwamba kuna watu wangapi hawapendi kuyaona mafanikio yako, hawapendi kumuona mtoto wako anafanikiwa. Leo mtoto wako amekuwa daktari, unawatangazia watu kwamba mwanangu sasa hivi ni daktari Muhimbili. Ni unadhani kwamba ni watu wangapi ambao wanafurahia hilo jambo uliowaambia? Je, unawajua ni wangapi pia ambao wanalichukia hilo jambo? Baada ya hapo ni vita ambavyo vitaharibu maisha ya mtoto wako, ama vitaharibu kabisa ndoto za yule mtoto wako kufikia hatima ambayo aliamua mtoto yule kuifikia. Kwa hiyo mzazi, usipende kuyatangaza mafanikio ya mtoto wako hasa kwenye mitandao ya kijamii. Jambo la nne, usitangaze vitu vya gharama ulivyonunua kwenye mitandao ya kijamii. Ndugu yangu, hili ni jambo la msingi sana. Watu wengi wanapenda kutangaza mali zao, wanapenda kutangaza vitu anavyovimiliki. Mtu anakaa amenunua gari, analitangaza kwenye mitandao ya kijamii kwamba sasa anamiliki gari. Hajui ni wangapi wanachukia, hajui ni wangapi wanaumia kuhusu hilo gari. Baada ya muda, lile gari linapata shida, ama lile gari linapata ajali, kwa sababu watu wengi wameliona, wameenda kufanya mambo yao, wameenda kuharibu. Kwa hiyo ninakuomba, kama una kitu chochote, mafanikio yako yawe ni siri yako. Usipende kuyaonyesha mbele za watu. Si kila mtu atakuwa na furaha kwa ajili yako. Watu wengine watatuma meseji kukupongeza, lakini hizo meseji ukiziangalia si za kweli, ni meseji za kinafiki. Wanakuchora. Mtu anakuambia hongera, lakini nyuma anakuambia utaniona. Unakaribisha pia
kuvutia macho ya kishetani kwako na familia yako. Kumbuka kwamba kila mafanikio yako kuna macho ambayo yanaona. Kuna watu ambao wanatengeneza njia nyingine kwa ajili ya kuyaharibu hayo mafanikio yako. Na hayo mafanikio yako yanataka kwenda kuharibiwa, tunasema ni macho ya shetani yameona. Ndio maana ameamua kwenda kubomoa. Kwa hiyo tunakuomba usipende kuposti vitu vyako kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu pale kuna macho mengi. Pia unakaribisha watu ambao wana kinyongo, ndio utawajua. Wewe unajua kabisa katika maisha unayoishi hauishi salama. Kuna watu ambao moja kwa moja wanakuchukia, moja kwa moja hawakupendi. Je, unapoposti mafanikio yako, hao watu utaishi nao vipi? Hao watu utaishi nao vipi katika maisha yako? Naomba uniamini mimi. Naomba ukiamini hiki ninachokuambia. Mitandao ya kijamii wakati mwingine ni macho, masikio na mdomo wa shetani. Usiangukie kwenye mtego wa shetani. Ifanye sehemu ya maisha yako ibaki kuwa siri yako, na hakika utaipenda.